ni wasihi mtumie fursa hizi kikamilifu, mjifunze kwa bidii, fanyeni tafiti bunifu na muwe mabalozi hizi asante. Nataka wanafunzi ni wasihi mtumie fursa hizi kikamilifu, funze kwa bidii, fanyeni tafiti bunifu na muwe mabalozi wa ulinzi na matumizi endelevu ya rasilimali za bahari. Msisahau kwa bahari yetu ni eneo muhimu sana kwa usalama wa nchi yetu pia. Hivyo basi, mbali na mtakayofanya ndani ya maabara zenu na ndani ya majengo haya, msiache kuwa waangalifu wa chochote kigeni mtakachokutana nacho ndani ya maeneo yetu ya bahari. Ndugu viongozi, nitumie fursa hii pia kutoa shukrani za dhati kwa Benki ya Dunia kwa ushirikiano wao wenye tija katika kuendeleza mradi huu kupitia programu ya HIT. Niungane na waliosoma utenzi kuwashukuru waliomimina miji pesa hii ili kuweza kufanya ujenzi wa chuo hiki. Lakini kama alivyosema mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, sio chuo hiki tu, miji pesa ile imezunguka mikoa yote ya Tanzania. Kwa hiyo tuwashukuru sana. Tunawakaribisha Benki ya Dunia waendelee kushirikiana nasi kama wadau muhimu katika safari ya maendeleo endelevu ya taifa letu. Kwa hiyo kama ulivyoomba Mheshimiwa mkuu wa chuo na rais mstaafu, kama kutakuwa na awamu ya pili ya mradi huu wa HIT, na kama sio awamu ya pili, basi mradi tu maalum utakao tupatia fedha za kumaliza yale tuliyoyaanzisha, kwa sababu majengo ni jambo moja. Nilikuwa nanong'ona na waziri wa elimu Mkenda kwamba majengo ni jambo moja, lakini vifaa vya kuweka kwenye kampasi tunazozijenga, walimu, wahadhiri na mambo yote mengine, bado fedha inahitajika. Kwa tutajitahidi kutumia ndimi zetu kuwashawishi Benki ya Dunia na wadau wengine watupatie fedha ili tukamilishe yale tuliyoyaanza. Mheshimiwa mkuu wa chuo, umekuja na maombi matatu. La kwanza ni mabweni kwa ajili ya wanafunzi wa kike na wa kiume, lakini pia ombi la pili ni boti au maboti, Kizungu boats, Kiswahili maboti, yatakayosaidia wanafunzi kufika baharini na kwenda kufanya tafiti zao. Lakini la tatu ni kukutana na uongozi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Maombi yote matatu nayachukua na tutafanyia kazi. Ni matarajio ya serikali kwamba taasisi hii itaendelea kuwa mdau muhimu katika maendeleo ya uchumi wa buluu, mshauri wa kisayansi katika masuala ya bahari na mazingira ya pwani, na kitovu cha tafiti za kimataifa. Kama alivyosema mkuu wa chuo na rais mstaafu kwamba hiki ni kituo pekee mahiri ndani ya ukanda wetu wa Afrika Mashariki, lakini hata tukishuka kusini mwa Afrika, anasema hakuna kituo kama hiki chenye umahiri kama kituo chetu hapa. Kwa hiyo kituo hiki ni mdau muhimu kwa serikali na kwa taifa katika maendeleo ya sayansi za bahari, mazingira ya pwani na mambo mengine yanayohusu uchumi wa buluu kwa ujumla. Niwahakikishie kwamba tutaendelea kuwekeza katika elimu ya juu
kama sehemu ya utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050, hususan katika kujenga uchumi shindani na uchumi shirikishi. Ndugu zangu, napomalizia, kazi yangu niliyoitiwa hapa ni kuja kufungua rasmi chuo hiki, majengo haya na kwa maana hiyo sasa nitamke rasmi kwa majengo ya taaluma na utawala pamoja na bweni la wanafunzi la taasisi za sayansi za bahari ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam hapa Buyu Zanzibar sasa yamezinduliwa rasmi. Asante. Tumwombe Mwenyezi Mungu atutilie baraka katika shughuli zetu hizi, tupate wanafunzi wema ambao watahitimu na kutumikia taifa lao. Kazi na utu, nasonga mbele. Mapinduzi! Asanteni sana kwa kunisikiliza. Haya, asante. Tunakushukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na moja kwa moja brass band tujiandae.